Vizuri bila shaka Kigoma. Ya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekwenda salama na kurudi salama, kila kitu kimekwenda vizuri. Tumeiwakilisha Simba Sports Club kwenye msiba wa baba yake na mchezaji wetu Kibu Dennis. Kila kitu kimekwenda sawasawa. Kibu amepata faraja, familia ya Kibu imepata faraja, na wana Simba kwa ujumla wamefarijika kuona ni kwa namna gani klabu yao inawajali sio tu kiwanjani, lakini wanapopatwa na mambo ya kifamilia, mambo ya kijamii, tunasimama nao bega kwa bega. Baada ya kurejea hivi sasa Dar es Salaam, jambo kubwa ni lipi ambalo lipo mbele yako wewe kama semaji? Mambo yapo mengi. Jambo kubwa sasa ni mwendelezo wa maandalizi ya mechi yetu ya ligi ya mabingwa Afrika. Kikosi kipo kambini tangu siku ya Jumatatu, tangu siku ya Jumanne kumradhi, tangu tumemalizana na JKT, timu ikaingia kambini kwa ajili ya kuanza maandalizi, na sasa tunamaliza wiki ya kwanza ya maandalizi, tunaelekea wiki ya pili ya maandalizi, na mambo yote yanakwenda vizuri kweli kweli. Nimeona taarifa asubuhi ya kumuhusu goalkeeper Musa Pinpin Kamara kuwa nje kwa takriban wiki 8 semaji. Musa Kamara kesho Jumamosi inshallah anakwenda nchini Morocco kufanyiwa upasuaji wa goti, na atakaa nje kwa muda kati ya wiki 8 mpaka wiki 10. Baada ya hapo atarejea kuja kuitumikia Simba Sports. Ukasema ni pigo kwa Simba? Ya, ni pigo kwa sababu ni mchezaji ambaye kwanza ni tegemeo, lakini kama haitoshi alikuwa kwenye mipango yetu msimu huu, lakini ni mchezaji bora, ni mchezaji mwenye uzoefu. Ukiangalia tupo katika ligi ya mabingwa Afrika, unahitaji huduma ya mchezaji wa aina yake. Ameumia, manake ni kwamba tutamkosa katika mechi takriban 3 hivi za ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo ni pigo kubwa, lakini hatuna mashaka kwa sababu usajili msimu huu umefanyika ule usajili wa kata mti panda mti, yaani anatoka chuma kinaingia chuma, anatoka mtu anaingia mtu, anatoka bora anaingia bora. Kuumia kwa Musa Kamara, anakuja kukaba nafasi yake Yakubu Suleiman ambaye tangu Kamara